Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, leo ni siku ya pekee kwetu sote tuliokusanyika hapa. Ni siku ya neema, furaha na shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu tunapolitabaruku kanisa la Jimbo Kuu la Arusha, kanisa la Mtakatifu Teresa. Kwanza kabisa nianze kuwashukuru Baba Askofu Mkuu Isaac Amani pamoja na wachungaji wote, mapadre, waweka wakfu wa kike, wa kiume na waamini nyote ambao mmependa na mkanialika nije na tulitabaruku kanisa hili. Asanteni sana. Nikiungana pia pamoja na Askofu Prosper Limo ambaye jana alitupa tafakari tulipokuwa tunaadhimisha masifu ya jioni, na akawa ametoa shukrani za pekee kwa wote ambao wameshiriki kulijenga kanisa hili. Nami niseme asanteni kwa wafadhili wote wa ndani na wa nje ambao mmeweza kulifanya hili kanisa liwepo kama tunalivyoona sasa hivi. Asanteni sana. Hii ni nyumba ya Mungu. Ni mahali ambapo sisi kama wana kanisa na vizazi vijavyo vitakusanyika hapa kwa ajili ya maadhimisho mbalimbali. Tunalitabaruku kanisa kuu la jimbo, na si kanisa tu kama makanisa mengine, kanisa la parokia au kanisa la kigango. Ni kanisa kuu la jimbo ambalo ni kitovu cha maisha ya kiliturujia katika jimbo. Tunaweza kusema vile vile ni kitovu cha maisha ya imani katika jimbo. Maana hapa ndipo kilipo kiti cha huyo mkuu wa jimbo ambaye ndiye yeye mfundishaji mkuu wa mafumbo hayo ya imani. Kumbe si kanisa la kawaida, kanisa ambalo litatunganisha sote katika yote hayo, yawe ya imani, yawe ya kiliturujia, yawe ya mafundisho yote ya maadili tunayachota kutoka katika kanisa hili, na baadaye atakwenda huko kwenye makanisa yetu mengine ambayo nayo yako kwa sababu ya kufanya kazi hiyo ya uinjilishaji katika jimbo letu kuu hili la Arusha. Kumbe katika kanisa hili tutamsifu Mungu na tunamsifu, tutalisikiliza neno lake, tutaadhimisha sakramenti za kanisa, na tutatoka hapa tukitumwa kwenda kumshuhudia Kristo na Bwana wetu katika maisha yetu ya kila siku. Na hayo yote tunayafanya, tunapenda yafanyike vile hata katika makanisa mengine, huko katika parokia zetu, huko katika vigango vyetu, yafanyike hayo. Kumbe katika sherehe hii tunaalikwa kwa namna pekee kuyatafakari hayo. Mimi napenda tuyatafakari mambo matatu tu, yatakuwa yanajirudia katika tafakari yangu hii ambayo nimeitayarisha katika ibada hii ya leo. La kwanza litakuwa ni hilo la umoja. Kanisa hili ni alama ya umoja. Alafu la pili, hayo maisha ya sakramenti, na la tatu ni hilo neno la Mungu, kulisikiliza. Kwanza hilo la pili, neno la Mungu; la tatu sakramenti; na la nne hilo la kutumwa sasa kama wamisionari ambao tutaenda kuifanya hiyo kazi tukiwa na nguvu hizo tulizozichota kutoka katika makanisa yetu haya. Kumbe katika sherehe hii niwaalike kwa namna ya pekee kutafakari maana ya kanisa, si tu kama jengo la mawe, matofali na saruji, bali kama jumuiya hai ya waamini tunaunganishwa katika Kristo Yesu kwa ubatizo, na askofu wetu akiwa ndiye alama ya umoja huo
wa kanisa mahalia. Na kwa kweli ndio maana nilizungumza, na kiti chake kiko hapa, na hili ndio kanisa ambalo ndio alama hiyo ya huo umoja ambao sisi tunakuwa nao kama wabatizwa wote, na yeye anasimamia ukweli, unabidi asimamie fumbo hilo. Katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Nehemia, tumesikia habari za watu wa Israeli walivyokusanyika kwa hamu kubwa kusikiliza neno la Mungu. Ezra anawasomea sheria na wote wanasikiliza kwa makini, wanaguswa mioyoni mwao na hata kulia. Nasi kwa kulijenga kanisa hili na kulitabaruku leo, tunatimiza lengo la kutaka kuwa na mahali pa kukutana na kusikiliza neno la Mungu. Na kuta hizi tutakazoziweka wakfu ni mfano wa ushahidi wa mahubiri, mafundisho ya imani, sala na nyimbo za kumtukuza Mungu kwa watu wake kujipatia utakatifu. Kumbe tumepatayarisha hapa ambapo ni patakatifu, na tunapotaka daima tuje na tukutane na huyo Mungu aliye mtakatifu ili tuyasikie kwa makini yale anayotuambia, neno lake. Ndugu zangu, tukumbuke kuwa haitoshi kusikiliza neno lake au neno la Mungu. Tunao wajibu wa kusikiliza na kuliishi katika maisha yetu ya kila siku, kama ilivyokuwa kwa nyakati za Nehemia. Watu wa Mungu walivyofanywa upya kwa neno walilolisikia na kaenda kuyafanya yale sasa ambayo ilibidi wayafanye kama walivyoagizwa. Nasi pamoja tunaalikwa hilo neno litufanye tuwe wapya na tuipate nguvu itakayotuwezesha kuishi na kuendelea kuwa na nguvu hiyo, kuishi upya katika maisha na kuyatenda yale yaliyo ya kimungu. Katika somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso, tunakumbushwa kuwa tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Hii ndiyo maana ya kina kabisa ya sherehe yetu ya leo. Tunaliweka wakfu jengo hili, lakini Mungu anatamani zaidi kutabaruku mioyo yetu ili tuwe mali yake. Pamoja na ubora na uzuri wa kanisa hili lenye kuta nzuri, paa imara na madhabahu patakatifu, haya yote yawakilishe ubora na uthabiti wa imani ya waamini wake katika kuonesha wazi upendo wao kwa Mungu na jirani, na katika ushuhuda wao wa Kristo katika maisha ya kila siku. Na yote haya yanatokana na hilo neno lake. Tutambue kuwa kila mbatizwa ni jiwe hai katika ujenzi wa kanisa la Kristo. Hivyo anayo nafasi ya pekee katika kuwa sehemu endelevu ya ujenzi wa kanisa lenyewe. Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Korinto anatufunulia wazi kwamba kama mwili ulivyo na viungo vingi lakini ni mwili mmoja, ndivyo kanisa lilivyo. Kila mmoja wetu ni kiungo halisi katika mwili wa Kristo, yaani kanisa, na Yesu mwenyewe ndiye kichwa cha mwili huo, ambapo kila muumini anayo nafasi na wajibu wake. Hakuna aliye mdogo wala asiye muhimu katika nyumba ya Mungu, kama ambavyo hakuna kiungo kisicho na thamani katika mwili, na hakuna kiungo kinachoweza kusema hakihitaji kingine. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto, hiyo sura ya 12 na kuendelea mpaka 27. Hili litukumbushe kwamba kanisa hilo tunaloliongelea, hayo makanisa hata kama ni kwenye maparokia yetu, katika vigango vyetu, leo litukumbushe sasa huo umoja wetu na ushirika wetu ambao inabidi ukue tukiongozwa na hilo neno kama nilivyosema tangu mwanzo.
neno ambalo litatuleta sasa na kutuweka pamoja ili tulijenge kanisa ambalo ni sisi wenyewe, kanisa la kisinodi, ambako wote tunaitwa sasa twende tutembee pamoja, tuwajibike kila mmoja katika nafasi yake, akichangia zile karama na vipaji alivyopewa na Mungu kulijenga kanisa. Leo tukumbushe hayo ili kanisa tunaloshangilia. Katika Injili tumesikia kuwa upatanisho ni jambo la msingi kwa maisha ya Mkristo. Sakramenti hayo manne niliyoyataja, ukileta sadaka yako madhabahuni na hapo ukakumbuka kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako hapo mbele ya madhabahu kwanza, afu nenda ukapatane naye. Mathayo sura ya 5 hiyo aya 23 mpaka 24. Katika kanisa hili na kama vile katika makanisa mengine, nimesema yote yanayosema leo hapa tuyafikirie vile vile tunavyofikiria makanisa yetu huko, mpaka hata jumuiya zetu, mpaka hata vituo vya sala, makanisa ya nyumbani. Wazazi, tuyafikirie yote hayo, kwamba tunataka yatusukume kuja kutuletea hilo sasa, ambayo nasema ni maisha hayo ya neema, maisha ya sakramenti. Kumbe katika kanisa hili tutafanya maadhimisho mbalimbali. Tumekumbushwa kuwa maadhimisho ya kweli lazima yawe kielelezo cha upendo wa kweli, msamaha. Kanisa hili lisiwe mahali tu pa sala, bali ni mahali pa kielelezo cha kutenda haki, msamaha, upatanisho na umoja kati ya watu wote. Na hayo tutayapata baada ya kuzipata hizo neema zitakazoshukia kwa nguvu ya hizo sakramenti ambazo zitakuwa zinaadhimishwa hapa, na kama vile zinavyokuwa zinaadhimishwa katika makanisa mengine. Kumbe wale wote watakaoingia na kutoka katika kanisa hili, tunapaswa daima sasa twende tukaenende, kama ni sakramenti ya kitubio, tukianza kwa vyote na ile sakramenti ya ubatizo, zozote zinazotuingiza katika maisha yetu ya Kristo, sakramenti ya Ekaristi, patanisho, yote sakramenti ya kipaimara, na kuja kutuimarisha kabisa ili tuweze kubaki tumeungana na huyo Kristo katika kuyatenda sasa hayo ambayo ndio tunatumwa tukayatende. Kunde zawadi ya pekee ambayo tunaweza tukamrudishia Mungu, sio tu kwa neno lake alilotupatia, kwa sakramenti zake anazotupatia hizo, ni hilo sasa la kwenda kuyatenda hayo mema ambayo sasa ndo la mwisho, ambayo nimesema tunaposukumwa tukaondoka hapa, tukaondoka katika makanisa yetu hayo ambayo tumetaka Mungu ayatakatifuze na abaki hapo pamoja nasi, basi twende na nguvu hizo tukayafanye na kuyatenda hayo yaliyo ya haki, tuyatende hayo yaliyo ya upendo, tuyatende hayo yaliyo ya ukweli, na fadhila nyingi sana hizo za Kristo ambazo tunazipata na kuzijenga kwa nguvu ya sakramenti hizo tunazozipokea. Kwa sababu hiyo, ndugu wapendwa, tunaposherekea kutaburukiwa kwa kanisa hili la Mtakatifu Teresa, tumuombe Mungu Mwenyezi kwa nguvu ya neema zake aendelee kuwavuta watu ili waje waingie katika kanisa hili na kuingia katika makanisa yote hayo ambayo yamejengwa, kwa sababu tu ni yeye ambaye anakuwepo na anapenda tuyajenge hayo makanisa ili aweze kutukomboa. Tuombe ili yeye aliye sababu ya uwepo wa makanisa kama haya tunayajenga kama hili, na tuwaombee kwa namna ya pekee wale waliojitenga na kanisa warudi, ili waipate njia ya uhakika ya kuwapeleka kwenye Yerusalemu ya mbinguni. Tumuombe Mungu Mwenyezi alifanya kanisa hili kuwa si mahali tu pa kusikiliza neno lake kama tulivyosema,
pawe ni kielelezo cha uwepo wake katika kumkomboa mwanadamu katika ukamilifu wake wa ukombozi. Tunapaswa kutambua kuwa kwa ubatizo Mkristo aliyefanywa kuwa sehemu ya mwili wa Kristo na hekalu la Roho Mtakatifu, na kwa sababu hiyo kila mmoja akaitwa kuishi maisha ya utakatifu. Basi nasi tuombe Mwenyezi Mungu kupitia katika kanisa hili huo utakatifu uweze kuja na uje ukamilika baadaye tutakapostahilishwa kuwa pamoja naye huko aliko mbinguni. Kwa maombezi ya Mtakatifu Teresa mtoto Yesu, yeye ambaye kanisa hili limewekwa chini ya ulinzi na usimamizi wake, yeye aliyetambua kwa utakatifu hupatikana kwa kufanya mambo madogo madogo kwa upendo mkubwa, nasi tujaliwe ujasiri wa kuwa wanyenyekevu na kutambua kuwa utakatifu unaweza kupatikana kwa kutenda mambo ya kawaida kabisa kwa upendo mkubwa katika maisha ya kila siku. Basi tuwe tayari kuwatumikia wengine kwa upendo na furaha. Mungu mwenyewe aliyetuita kwa neema yake atufanye sisi kuwa hekalu la huyo Roho Mtakatifu. Tuwe chemchemi ya upendo na umoja kwa njia ya kanisa hili, hata makanisa mengine yote. Tuombe ili kila anayeingia katika nyumba hizi, nyumba za sala, nyumba za kuabudu, nyumba za kumtukuza Mwenyezi Mungu, apate kukutana na Kristo, apokee amani yake na atoke akiwa shahidi wa Injili katika familia na jamii yake na ulimwengu wote kwa ujumla. Amina.